unavaa chupi leba, unavaa shanga leba. Wakati nafanya kazi labor ward, kuna mkunga mmoja mzoefu sana. Ilikuwa ukitaka umkwaze au umtoe kwenye mudi, uingie leba wakati ule wa uchungu, huko umevaa chupi au na vitu kama shanga na vitu vingine vya kiasili ambavyo labda vinatumika sana. Yaani kwa kweli mtagombana sana. Afya hakuna changamoto yoyote, lakini kulingana na zoezi linaloenda kutokea pale, si hekima sana kuvaa hivyo vitu. Nikukumbushe tu, changamoto au lolote kuhusiana na mambo ya kujifungua linaweza kuwa ni mtoto kwako ikiwa hautoshughulikia tatizo la PID. Naeleza haya kwa sababu mara nyingi sana nimekutana na kesi ambazo watu wamekuwa wakitibu PID, lakini baada ya muda wanarudi tena kutafuta tiba na msaada kwenye issue ya PID. Nikukumbushe tu, ikiwa dawa utakayopewa itaenda kuangamiza na kupambana na bakteria, virus, mara nyingine fungus, kwa sababu hawa wote kwa pamoja wanaweza kuwa chanzo cha hiyo PID. Na dawa hii ni lazima ifike kwenda kupambana kwenye maeneo ya ndani, kwa sababu tumekubaliana kwamba PID ni maambukizi kwenye sehemu za ndani za uzazi wa mwanamke. Nikuahidi tu, ikiwa nitakusaidia mimi kutoa changamoto hii ya PID kwako, basi matokeo ni ndani ya siku 3 mpaka 5. Kitu ambacho kitakupunguzia kero ya kwenda kutibu PID tena. Maumivu pamoja na harufu mbaya zitapotea kabisa, lakini tumaini la kupata mtoto litarudi tena. Na nikuhakikishie tu ya kwamba kama umewahi kutibiwa PID na haujapona, basi hii ndio posti ya mwisho ambayo ikitokea umechukua maamuzi, stories za PID utaendelea kuzisikia sehemu nyingine. La kuongezea ni kwamba mara kwa mara nimekuwa nikikuta watu wanatibiwa PID kwa dawa za asili. Hakuna dawa ya asili inayoweza kutibu PID. Kwa nini? Kwa sababu bakteria pamoja na au microorganism wengine huwa wanapanda, wanaenda juu kabisa kujishikiza kwenye kona na sehemu za ndani ambazo zitahitaji dawa ambayo inaweza kuingia moja kwa moja kwenye mzunguko wako wa damu, ili kusudi kwenda kutuama kwenye lile eneo na kushambulia hao wadudu mpaka mayai yao. Ikitokea umetumia dawa ya asili au dawa ambazo hazitahusisha mzunguko huo nilioueleza hapo, dawa hizi zinakwenda kumaliza wale ambao wako active, kitu ambacho baada ya muda mrefu utajikuta umerudi tena kwenye shida hii ya PID. Ndio maana ulivyotibiwa dalili zilipotea, lakini imerudi tena. Hii ni Swahili Medics. Mtagi rafiki yako aje ajifunze, lakini kama una changamoto ya PID, slide kwenye inbox yangu nikutoe huku mara moja. Mubaki salama mpaka wakati mwingine. Ciao.